Turejee pia katika mchezo ambao unakutanisha Simba dhidi ya Al Masry. Mara nyingi Waarabu wanakuwa wagumu kwa timu zetu hizi za Tanzania. Hata kama nyumbani atashinda, lakini kuvuka kuelekea hatua inayofuata inakuwa vigumu kidogo. Simba Sports Club ana nafasi kubwa ya kwenda kwenye hatua ya nusu finali ya mashindano ya CAF Confederation dhidi ya Al Masry. Dhidi ya Al Masry. Mimi na mpira wa Misri ni uji na mgonjwa. Na ufahamu vizuri sana mpira wa Misri. Na ufuatilia kwa ukaribu sana mpira wa Misri. Lakini ligi yao ina ushindani kushinda kwetu. Ligi yao ina ushindani. Na wachezaji wao wengi wana technical ability kubwa. Mfano Al Masry ukimtoa Al Ahly, Pyramids, Zamalek, wao ni timu ya 4 kwa ubora kwenye ligi ya Misri. Lakini ukiacha hivyo, hawa Al Masry hatua yao kubwa kufika ilikuwa ni hatua ya nusu finali. Miaka karibia 10 iliyofanya nini? Iliyopita. Simula vizuri, asio miaka 10. Juzi tena walikutana na Simba. Walikutana na Simba wakawatoa ile kile kipindi kile ndio walifika mpaka hatua ya nini? Ya nusu finali. Sasa kipindi kile Simba, fikiria, kipindi kile Simba walikuwa hawajawa katika huu ubora, experience ya kutosha kama hiyo walikuwa nayo hivi sasa. Walipata sare Misri, wakapata sare na huko, wakatolewa kwa goli la nini? La ugenini. Vipi kuhusiana na Simba ambao sasa hivi imeshajipata? Ina experience, wana wachezaji wazuri, fitness zote wanazijua. Wanashindwa nini kuikazia Al Masry na kuweza kupata matokeo mazuri? Watu wanachosahau ni kwamba Simba wameenda Uarabuni dhidi ya Sfaxien. Wameshinda goli 1-0. Simba wameenda Algeria dhidi ya Constantine, wakafungwa goli 2-1. Simba wameenda Morocco, wakafungwa na Wydad. Simba washaenda kucheza na Al Ahly, wakasare 2-2. Simba wanazijua sana hizi mechi za CAF. Wanajua wanahitaji nini kwa ajili ya maandalizi kuelekea huu mchezo. Kwa maana ya quality ya uwanjani, Al Masry hawatofautiani sana na Simba Sports Club. Umeona? Moja kati ya wachezaji wao hatari ambao mimi nawafahamu na ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana ni Salah Mohsen, ambaye aliwahi kupita Al Ahly. Simula vizuri na alishawahi kupigana. Kaka, sio mchezo wenzetu. Yaani ligi yetu watu kupigana. Ndio maana kwamba mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa hisia kali sana. Watu wanachukulia masiara. Unajua mtu mwingine anaweza hichi kitu cha kawaida tu. Cha kawaida my brother. Football. Baba yako wewe unaweza kumtukana. Sababu ya mpira wa miguu. Mpira wa miguu ni mchezo wenye hisia kali. Watu 72 walikufa, watu 69 walijeruhiwa na watu 29 kutokana na yale mauaji yaliyotokea pale walihukumiwa kunyongwa. Simula vizuri. Baada ya kupitia yale misukosuko, ligi ilifutwa, wakaja wakashiriki tena nusu msimu baada ya vita pale Misri kuko na vita na nini? Ligi ikafanya nini? Ligi ikafutwa. Ubedela vizuri Baada ya ligi pale, baada ya production nyingi pale, ligi ikafanya nini? Ikafutwa. Ikaja tena msimu mwingine unaofuata 2012-2013 na wenyewe pia ule msimu ukaenda nusu msimu kutokana na vita Misri pale, ligi ikafanya nini? Ikafutwa pia. Kwa hiyo akaja baadaye Hossam Hassan ndo akaanza kuibuild hii team Al Masry. Lengo na madhumuni ni kuchukua vijana na kuwatengeneza kuwa timu bora. Kuli wakafanikiwa, wakarudi mpaka kwenye mashindano ya klabu bingwa ya CAF, kwa maana CAF Confederation Cup ndo ile mpaka 2018. Baada ya takriban miaka 20 huko kufanya nini? Kupita. Ndo wakarudi tena kwenye nini? Kwenye mashindano ya CAF. Walivorudi ndo wakaenda mpaka kwenye hatua ya nusu finali. Kwa maana ya ubora hawatofautiana na Simba kwenye quality ya wachezaji mmoja mmoja. Lakini kwa maana ya historia, Simba ana historia nzuri kwenye haya mashindano kuliko yeye Al Masry kwa miaka hivi karibuni. Kwa hiyo kuelekea huu mchezo
bado Al Masry ni underdog kwa Simba. Sehemu pekee ambapo mimi na wasiwasi napo kwa Simba Sports Club ni kwenye eneo la ulinzi. Simba imekuwa ni rahisi sana kwa wapinzani kuwafikia na kuweza kupata magoli kirahisi. Hawa Al Masry hata ukitazama kwenye mechi zao walizokuwa wanacheza zile, wanazuia sana wao, ni wazuri kwenye kuzuia. Wanazuia sana lakini wanapokuwa kwao wanajiachia. Nenda kaangalia waliofunga Enyimba. Waliofunga Red Bulls wale kutoka Msumbiji. Sibula vizuri mechi yao ya Zamalek ilikuwa ni sare. Sio timu ya kubeza. Sio timu ambayo Simba wakitolewa unaweza ukawalaumu Simba, Simba wametolewa na kibonde. Hapana. Ni timu nzuri. Timu ambayo inashika nafasi ya 4 kwenye ligi ya Misri. Sio timu ya kawaida my brother. Na bahati nzuri wenzetu hata kama wana hiyo sera ya kutengeneza vijana wao, wanawatengeneza katika misingi sahihi. Yaani ukimkuta Salah Mohsen ni mchezaji ambaye amekamilika zaidi. Kwa kuelekea huu mchezo kwangu mimi Simba Sports Club anaenda kama favorite kwenye huu mchezo. Mbona vizuri? Kuna uwezekano mkubwa kaenda akapata hata sare. Mechi ya hapa kwa Mkapa mapema kabisa Al Masry anakufa. Kule Simba pona yake apate kama kafungwa 2 awe ana 1, kafungwa 3 awe na 2 kabisa. Yaani kitokea hivyo mnyama Simba hapa anamburuza vizuri Al Masry. Kwa watu ambao hawajui mechi za kafu mtu kwao. Yaani wale Al Masry utashangaa siku hiyo wanapush sana. Yaani Simba wanapaswa kuwa makini. Hawapaswi kufanya makosa mengi binafsi hasa kwa wachezaji wao wale mabeki. Bila vizuri. Hawapaswi kujiachia sana. Wanapokuwa Misri. Hawapaswi kujiachia. Wakicheza kwa discipline. Wakihakikisha kwamba wanaziba mianya ya kuweza kuwaruhusu wale Al Masry kuweza kupata hata magoli mengi. Simba wanakuja kuimaliza hii mechi kirahisi kabisa hapa Benjamin Mkapa. Simba kama walienda kwenye pressure kubwa kwenye mechi ya Al Ahly Tripoli, hakuna sehemu ambapo sasa hivi kuna vurugu kama Libya. Kama waliweza kucheza kwa dakika 90 na kuweza kuwazuia Al Ahly Tripoli vile, hata Al Masry inawezekana. Na wakiweza kupata sare tu Simba au wakifungwa tena basi angalau watawafunga goli moja tu. Wana mlima wa goli 2. Kwa namna ambavyo mimi ninavyoiona Simba, wachezaji wana uchu, wana matamanio ya mafanikio. Lakini pia ukitazama Kamara kama anaonekana hata kuwepo hivi. Hilo kwangu mimi ndio pia nina wasiwasi nalo. Kama Kamara moja kwa moja hayupo. Shemaloni wala hakuna shida. Yaani Shemaloni pia kaisha prove failure kwenye baadhi ya mechi hapa. Ameshaonyesha mapungufu mengi sana. Kwa hiyo tunaisha Moga. Shamo Karaboa. Moja kati ya wachezaji ambao wanatafsiri sana usahihi wa kupiga pasi kwenye maeneo husika, lakini pamoja na kwamba watu wengi wanalalamika kwamba ni mzito. Si mla vizuri, lakini ana uwezo wa kutumia huo uzito wake. Yaani muda mwingi amwachi striker aweze kumwacha na distance kubwa. Si mla vizuri Lakini ukiacha hivyo ana uwezo pia wa kutumia urefu wake kwa maana ya aerial balls na asikwambie mtu. Timu nyingi kutoka Uarabuni silaha yao kubwa ni mipira ya crossi, kona. Au mwenyewe umeona juzi hapa timu yetu ya taifa Tanzania Taifa Stars. Tumefungwa magoli ya namna hayo haya. Hiyo ndio silaha yao kubwa. Kwa hiyo ukiona mtu kama Shamo Karaboa kwa urefu aliokuwa nao, ana uwezo kucheza hizo aerial balls. Lakini yupo Abdulrazak Hamza pia. Kwa hiyo hao ni wachezaji ambao hawapaswi kufanya makosa hata kidogo. Sasa eneo ambalo mimi wasiwasi nalo kwa Simba ni eneo la goalkeeping. Kama watamkosa Musa Kamara au Musa Kamara anaweza akawa fiti kweli kuikabili Al Masry. Asikwambie mtu, eneo la goalkeeping ni eneo sensitive sana ambalo halihitaji mabadiliko ya mara kwa mara. Of course Ali Salim ni goalkeeper mzuri. Lakini unapomwongelea Musa Kamara tayari kaishaji establish ule uwezo wake. Kaishaonyesha kwamba ni goalkeeper bora kiasi gani. Akiwepo hata mashabiki wa Simba au mabeki wa Simba ile hofu inapungua. Wana relax sana. Goalkeeper wa kisasa anakupa kila kitu kwa maana ya footwork, anafanya saves za maana. Leo hii tunaizungumzia Simba kwenye kombe la Confederation Cup kutokana na save bora aliyoifanya hapa Benjamin Mkapa dhidi ya Al Ahly Tripoli. Mabululu dakika 90 kama na 2 sijui ile 90 ngapi aliwakosa ile mwamba akaicheza
Simba wakapata nafasi ya kutoboa. Kwa ni moja kati ya magolikipa ambao kukosekana kwake inaweza ikawa ni pigo. Lakini bado Ali Salim pia na yeye alishaonyesha, alishawahi kupewa mechi hizi kubwa. Tena na mechi ya Wydad Casablanca. Wydad akiwa katika ubora wake. Kabisa. Kwa hiyo alishaanza kugain hiyo confidence. Kwa hivyo mbadala sahihi hapo ni Katoro. Ni Ali Salim. Ya Fosu ndio amesafiri naye. Ali Salim, tumeona Hussein Abel bado. Lakini Ali Salim mimi naamini anaweza kuwa ni replacement sahihi ya Musa Kamara kama hakuwa fit. Huo ndio uhalisia. Na Simba kama akifika nusu finali tuseme kombe hili hapa. Ni ngumu kiukweli. Njia unayopita Simba ni ngumu. Zamalek ni moja kati ya timu hatari sana kwa sasa hivi barani Afrika. Unazungumza ndio mabingwa watetezi. Kwa hiyo kama watamtoa Al Masry wataanza kuwa wamegain kitu. Watakuwa mpata kitu. Kwa hiyo hata kama watakutana na Zamalek kwa sababu ni pale pale Misri. Bila vizuri inaweza ikawa ni rahisi kuapproach game ya Zamalek kwa sababu watakuwa walishajua tabia za wa Misri. Hawa tofautiani sana. Na tabia nyingi za timu za Kiarabu hazitofautiani sana. Sijui umeelewa vizuri. Lakini Zamalek ni moja kati ya timu bora barani Afrika. Kwa hiyo kama Simba watabahatika kupita kwenye hatua nusu finali, bado Zamalek ni moja kati ya timu ngumu sana ambazo kiuhalisia Simba wanapaswa kujipanga kweli. Kwa hivyo kwa sasa hivi mlima wa Simba hauko kwenye hii hatua ya robo finali, ila ni kuivuka nusu finali kwenda finali. Kabisa. Mimi naamini hivyo. Hatua ngumu ya Simba ni nusu finali kwenda finali. Pale kwa Zamalek pale. Ule ni mfupa mgumu mno. Huo ndio uhalisia. Lakini kwa Al Masry Simba ana nafasi ya kupita. Shukrani sana. Nashukuru sana ndugu yangu.